Hafla hii ni ya kuaga vijana 109 wanaenda kufanya kazi nje ya nchi, ambapo hapa katika vijana hawa kuna kazi ambazo kwa kundi hili la leo linalowakilishwa na vijana 109 wako katika kada mbalimbali. Kuna vijana wanaoenda kufanya kazi kada ya uuguzi, wengine wanaenda kwenye kada ya technician kwa maana ya mafundi katika kada ya ujenzi, mafundi umeme, tiles, wafanyakazi wa shughuli za usafi, mafundi uchomeleaji, watumishi wa majumbani, madereva wa mabasi, waendesha mitambo ya kushusha mizigo, watuza ghala na wahudumu wa maabara pamoja na maafisa kilimo. Na hii jitihada yote hii leo hii tunaaga vijana 109, lakini kwa kipindi cha miezi miwili tangia Novemba, Disemba na sasa tuko Januari, serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya jitihada kubwa ya kutafuta fursa ya ajira kwa vijana katika nchi mbalimbali, na mpaka sasa tunavyoongea hivi kuaga vijana 109 tayari vijana 1323 wameshaenda nchi mbalimbali kwenda kufanya ajira zilizofanyika kwa coordination ya serikali na wakala binafsi wa ajira hapa nchini. Na baadhi ya nchi ambazo serikali imepeleka vijana kwenda kufanya kazi ni pamoja na Bahrain, Denmark, Ujerumani, Kuwait, Oman, Qatar, Russia, Saudi Arabia, UAE, na hii inafanya jumla ya vijana wetu walioenda kwa miezi hii miwili imekuwa ni 1323, na hawa leo 109 wanaongezeka, idadi ya vijana ambao watakuwa wameenda itakuwa ni 1432. Mnabeba sura ya Tanzania, mnabeba bendera ya nchi yenu, na huko mnakoenda mnapaswa muda wote kutangaza utanzania wenu. Mila, silka na desturi za Watanzania zinajulikana. Ujio wangu mimi kuwaaga pia ni kuwakumbusha dhamana yenu, sio ya mtu mmoja mmoja, lakini dhamana yenu kama nchi. Mnaondoka kwenda kufanya kazi mkiwa kama nchi ya Tanzania. Nirudie tena kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya kwa kipindi kifupi tu hiki baada ya kutoka kwenye uchaguzi. Hizi fursa nyingi zilizopatikana na ambazo sasa tunaendelea kuzisimamia ni jambo kubwa, na naomba tena nirudie kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Lakini pia fursa hizi nyingine ambazo tumesema 8,000 na nyingine hizi ambazo tuko kwenye hatua za mwisho za makubaliano ambazo jumla yake zitakuwa zaidi ya 70,000, zaidi ya 70,000 tutahakikisha tunasimamia na zinawanufaisha vijana wote wa Kitanzania pasipokuwa upendeleo. Utekelezaji wa ajira ya nchi ni sehemu muhimu ya utekelezaji wa sera ya taifa ya ajira ya mwaka 2008, mkakati wa taifa kukuza ajira, pamoja na mifumo na miongozo mbalimbali ya kitaifa inayosimamia uhamaji wa nguvu kazi. Serikali kupitia ofisi yetu hii ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano imeendelea kuweka mazingira wezeshi kwa vijana kupata fursa za ajira nje ya nchi kama mkakati wa kupunguza ukosefu wa ajira, kukuza ujuzi, kuongeza kipato cha wananchi na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa msingi huo, programu ya leo ni uthibitisho wa utekelezaji wa sera kwa vitendo na inaakisi dhamira ya serikali ya awamu ya 6 ya kusimamia ajira nje ya nchi kama nyenzo ya maendeleo ya rasilimali watu na taifa kwa ujumla, badala ya kuiacha ifanyike kiholela au kwa mifumo isiyo rasmi. Aidha, napenda kusema kuwa ajira nje ya nchi ni fursa halali, salama na yenye tija pale inapotekelezwa kwa kuzingatia sera, sheria na miongozo iliyowekwa. Hivyo Watanzania, tumieni fursa hiyo. Tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yako tukufu, Mheshimiwa Waziri, pamoja na taasisi zake kwa kuendelea kushirikiana nasi kwa karibu pamoja na kuitambua TRA kama mdau muhimu katika sekta ya ajira nchini. Kupitia wizara yako, matarajio yetu ni makubwa sana. Tunaamini kuwa ushirikiano kati ya Wizara ya Kazi, muungano wa TRA utawezesha kuongeza fursa nyingi za ajira kwa Watanzania wengi zaidi ndani na nje ya nchi kwa kuzingatia misingi ya haki, usalama na utu wa mfanyakazi.